vigelegele. Sasa wazo la kuanzishwa chuo cha afya na sayansi shirikishi cha Mtakatifu Joseph Ikelu lilitokana na dhamira ya kusaidia juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya kwa jamii kwa kuongeza idadi ya wataalamu wa afya wenye mafunzo bora na maadili mema. Katika shirika la masista wa Benediktini wa Mtakatifu Agnes limekuwa likijihusisha na shughuli mbalimbali za kijamii, hususan katika sekta ya afya, elimu na maendeleo ya jamii. Kupitia uzoefu huo, ndipo wazo la kuanzisha chuo hiki lilipozaliwa. Kutambua maono ya Sister Maria Kotride Sanyika ya kuanzisha chuo. Ndugu mgeni rasmi, katika historia ya taasisi hii tunapenda kwa heshima kubwa kutambua na kushukuru jitihada za mwanzilishi na mbeba maono ya mradi huu aliyekuwa mama mkuu wa shirika wakati huo, Sister Maria Kotride Sanyika OSB. Kutoa shukrani zetu za dhati kwa mama mkubwa wa sasa Sister Maria Nivadina Mbifile kwa kusimamia na kuwezesha ujenzi wa chuo hiki hadi kufikia siku ya leo, ambaye ndiye mbeba maono ya muasisi. Ujenzi wa chuo. Ndugu mgeni rasmi, ujenzi wa chuo hiki ni chimbuko lake ni kifo cha Mama Ana Esposito, mwalimu wa chuo cha uuguzi na ukunga Milano, Italia, ambaye ni mke wa Dr. Lucio Macchi, rafiki wa hospitali ya Mtakatifu Joseph Ikelu. Baada ya kifo cha mke wake, hela aliyochangiwa kwa rambirambi ndiyo iliyoanzisha safari hii kwa kushirikiana na wahisani wetu wa Pamoja Onlus chini ya uongozi wa ndugu Emilio Bianchi ambaye tunaye hapa leo. Ndipo ujenzi ulianza rasmi tarehe 14 Machi mwaka 2023. Katika kipindi hicho hadi sasa, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, kupitia shirika la Pamoja Onlus pamoja na ushirikiano wa wadau mbalimbali wa nchi ya Italia, hasa mkoa wa Brescia, tumefanikiwa kujenga miundombinu muhimu pamoja na ununuzi wa samani na vifaa vya kujifunzia vitakavyowezesha chuo kuanza rasmi shughuli za mafunzo. Katika awamu ya kwanza ya kuendeleza chuo hiki, tayari tumefanikiwa kujenga majengo muhimu ambayo ni msingi wa kuendesha mafunzo ya taaluma. Majengo hayo ni pamoja na jengo la utawala wa chuo, kumbi za kufundishia wanafunzi, maabara ya mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wa afya, mabweni ya wanafunzi, maktaba ya chuo kwa ajili ya kujifunzia, ofisi za walimu na watumishi wa chuo. Miundombinu hii imejengwa kwa kuzingatia viwango vinavyotakiwa kwa taasisi za mafunzo ya afya ili kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora ya kujifunzia. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mama Mkubwa Sister Maria Nivadina Mbifile OSB, ametoa salamu nyingi sana. Anawashukuru, anakushukuru mgeni rasmi, anashukuru viongozi wote wa serikali kwa ushirikiano wote mnaokuwa mkiutoa. Tunasema asante sana. Tutajenga pia madarasa mengine katika miaka michache ijayo. Asante. Hiki chuo, watoto wazuri, kimejengwa kwa ajili yenu. Kati yenu wengine watakuja kusoma hapa. Umesikia? Mnapenda kuja kusoma hapa? Safi sana. Umesikia sauti za kike tu. Ndio.
wavulana vipi? Hamtaki kuja? Mtapenda kuja kusoma pa wavulana? Au mnataka wote kuwa kama mimi? Wengine wawe madaktari ili sisi mapadre tukiumwa tupate wa kutuhudumia. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nachotaka kusisitiza, wazazi mliopo, naomba mkawe chachu, mkaseme haya ambayo mmeyaona leo hapa, na nina imani mna watoto wenu, wapo wavulana, wapo wasichana, na vyuo kama hivi havibagui, vinapokea wavulana na wasichana, si ndio? Kwa sababu wagonjwa, hakuna wagonjwa wanaume tu, wala hakuna wagonjwa wanawake tu, wote watapata huduma katika kutokana na jinsia zote mbili, si ndio jamani? Basi wanakaribishwa jinsia zote, tukawaandae mapema kabisa, tuwe toleo la kwanza Toleo la kwanza lina historia yake, kwamba chuo toka kianze toleo la kwanza ni hawa. Ina maana sana, lakini masharti wakazane, wawe na taaluma iliyo nzuri, wawe na sifa za kujiunga hapa, waanze kuwa na tabia njema huko, ili wakija hapa wenzetu wanaohusika na malezi ya hapa wasipate tabu, wasije ukapatikana wanafunzi ambao wameota pembe, halafu tutasema wameshindikana, tukawapa tabu wenzetu hapa. Tuandae vizuri huko, wanapofika hapa iwe rahisi katika utendaji kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Na la msingi kabisa, kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele katika kila jambo. Kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele katika kila jambo.